Twende moja kwa moja katika Methali 18:21. Mauti na uzima, anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Huwa katika uwezo wa uzima na mauti vi katika vi katika ulimi. Kenda kwenye Methali hiyo hiyo 6 mstari wa 2, anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa maneno ya kinywa yanaweza kumpa shetani mlango kumshambulia mtu. Na usikilie tu mpaka uzungumze. Na kuelekezaga mara zote, mawazo ya kwako ni sauti kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema wazavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa nini ndivyo alivyo? Ndivyo sauti inayosikika kwenye ulimwengu wa roho. Unatamka nini kwenye hatima yako? Unasema nini kwenye hatima ya kwako? Unasema nini kwenye maisha ya kwako? Anasema uzima na mauti vi katika kinywa, vi katika ulimi. Kinywa kilichofungwa ambacho kiwezi kutamka chochote ni hatima iliyofungwa. Kwa sababu wewe unaweza ukawa na shida na matatizo, lakini Mungu hata kujaga kushuka kusolve hayo matatizo kama hautomruhusu Mungu kuhusika kupitia kinywa chako kwenye maombi. Kwa kuna watu wengi wanaweza kusema kwa habari ya Mungu, mbona kuna wagonjwa wanakufa hospitalini, lakini utashangaa the moment anaombewa anapona. Kitu pekee ambacho kinaweza kumruhusu Mungu kushuka chini na kufanya baadhi ya vitu ni maneno yatakayotamkwa, ni maombi yatakayonenwa, kwa sababu ndio anamkaribisha Mungu kushuka kufanya kitu kwenye maisha ya watu. Kwa utakapofumba kinywa chako utakufa na Mungu hatahusika. Utakapofumba kinywa chako hatima yako itapigwa na kuchakazwa. Kabla Mungu mwenyewe hajaanza kutamka kuumba vitu, wakati anaanza kabisa alianza na kutamka. Utaanza kuona anatamka. Utaanza kuona kwenye mwanzo anaanza kutamka. Anasema na iwe nuru, inatokea nuru. Anatamka vitu vinakuwa. Anatamka vitu vinakuwa. Lakini ukienda moja kwa moja katika Mwanzo 1:31, Mungu unaona vile vitu vyote alivyotamka. Biblia inasema na Mungu akaona. The moment unatamka kwenye maisha yako ni the moment una create kitu cha kuona. Unapotamka kwenye baraka kwenye ndoa yako, hivyo baadaye utakaiona ndoa yenye baraka. Utakapotamka mafanikio kwenye kazi yako, ndipo baadaye utaona sasa mafanikio. Unasema then unaona. Sasa vinywa vyetu mara nyingi hatuvitumii vizuri. Vinywa vyetu mara nyingi hatuvitumii vyema, tunavitumia vibaya. Na anasema mmetegwa kwa maneno ya hiyo hatari iliyowapata kwa sababu ya ukili ambao ulitoa. Kuna mtu mwingine anakili mimi ni masikini. Kuna mtu mwingine anasema mtu kama mimi siwezi kuvuka, mtu kama mimi siwezi kubarikiwa, mtu kama mimi sijaenda shule. My God, my God, my God. Ukienda kwenye Hesabu 23 mstari wa 19, Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, lakini Mungu kwenye maandiko yake anasema utafanikiwa, utainuka, utabarikiwa, popote utakapoenda utafanikiwa. Kwa nini useme hauwezi kufanikiwa kisa elimu ya darasa? Mariamu akagundua ni malaika wa Mungu. Chochote ambacho anasema kitakuwa kweli. Akasema na iwe kwangu kama unavyosema.